بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون قولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إلا نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Anasema Mwenyezi Mungu, wa anna, na hakika bila shaka, hadha sirati, hii njia yangu, hadha sirati, hii njia yangu hii, hadha sirati, hii njia yangu ya Islamu hii, mustaqiman, ni njia iliyonyoka. Mustaqiman ni njia iliyonyoka. Fattabi'uhu, muifuate hiyo njia. Fattabi'uhu, muifuate nini? Hiyo njia. Kwa Mwenyezi Mungu amekuhakikishia au amenihakikishia au ametuhakikishia kuwa anna, hakika bila shaka, hadha sirati, hii njia yangu hii, mustaqimani, imenyoka. Maana nini? Usiwe na shaka katika hiyo njia Selemani. Hiyo njia nayo kuzungumza nayo juu yake, usiwe na shaka nayo. La kuambiwa kwa hiyo njia, la kusemwa kwako juu ya hiyo njia, unaambiwa ni mustaqim. Njia hiyo imenyoka. Sasa kila namna ya fikra ya madhara usiweke katika hiyo njia. Kila namna ya fikra ya maudhi usiweke katika hiyo njia. Kila namna ya fikra ya shari usiweke katika hiyo njia. Kwa hiyo njia inapingana na maudhi, inapingana na madhara, inapingana na shari. Wa anna hadha sirati mustaqim, njia yangu hii imenyoka.
Anataka nini Mwenyezi Mungu baada ya kuisha kuliarifisha? Ametangaza Mwenyezi Mungu njia yake imenyoka, anataka nini? Nini kusudio la kusema kwa hiyo njia imenyoka? Nini kusudio la kusema hiyo njia ni safi? Nini kusudio la kusema hiyo njia ni barabara? Kusudio fattabi'uhu, muifuate hiyo njia. Mfanyeje? Muifuate hiyo njia, fattabi'uhu, hiyo njia muifuate. Wala tattabi'u subula, wala tattabi'u, wala nyinyi waumini msifuate subula, njia nyingi. Nyinyi watu wa Islamu msifuate subula, njia nyingi. Nyinyi ahlul Qur'an msifuate asubula, njia nyingi. Haki ni moja, na haki haikubali kugawanyika. Selemani, haki ni moja na haki haikubali kugawanyika. Ndio haki moja, amechukua nusu ya hiyo haki Abdalla na ameenda na nusu yake nyingine ya Juma. Hapana, hiyo haki ameenda na kota yake Suleiman, ameenda na kota yake Mahmud, ameenda na kota yake Saidi, amekwenda na kota yake Idris. No, haki ni haki zima, huo haki ni haki zima. Ndio sasa, wa anna hadha sirati mustaqima, kabla chika njia yangu hii imenyoka, fattabi'uhu, muifuate. Wala tattabi'u subula, wala msifuate njia nyingi. Ilivyokuwa haki ni moja, sasa batili ni ngapi? Nyingi. Haki ni moja, haikubali kugawanyika, lakini batili ni nyingi yenye mgawanyiko. But subula, njia nyingi msizifuate. Wala tabisu. What is the result? Matokeo mkifuata njia nyingi, msiposikia matokeo itakuwa nini? Mkikataa kufuata njia moja, mkafuata njia nyingi, matokeo itakuwa nini? Mkikataa amri ya Mwenyezi Mungu, mkafuata amri yenu, matokeo yenu itakuwa nini? Matokeo yenu itakuwa nini? Matokeo yenu hapana yatakayofichikana kwenu. Matokeo yenu hapana yatakayofichikana kwenu, bali matokeo yenu kwa nyinyi, kila jambo litaonekana nini? Wazi. Kila kundi wataona sisi tumekosa hapa, kila grupu wataona sisi tumekosa hapa, kila grupu wataona sisi wabaya hapa, kila grupu itaona ubaya wake. Mkikataa, fatafaraka bikum an sabili, fatafaraka, itawafarikisha hizo njia nyingi, hizo njia nyingi, fatafaraka, itawafarikisha an sabili, kwenda mbali na njia yake Mwenyezi Mungu. Kuna matamko mawili hapo Selemani, subulun na sabilun, subulun na sabilun, subulun na sabilun, subulun na sabilun. Uelewa nini katika subulun na sabilun? Subulun ni njia moja, sabilun njia mbili. Njia mbili sana. Sabili moja, subula nyingi. Sabilun singular moja, sabilani double mbili, subulun plural nyingi. Sawa? Sasa ngapi hizo? Sabilun
sabilani subulun. Ngapi? Tatu. Hataki Mwenyezi Mungu tufuate subulun. Hataki Mwenyezi Mungu tufuate sabilani. Anataka Mwenyezi Mungu tufuate sabilun. Sabilun ni moja. Lakini tulivyokosa adabu mbele ya Qur'an tunagawanya umma. Mbele ya Qur'an tunaweka umma katika qaumia. Mbele ya Qur'an tunaweka umma katika taifa. Mbele ya Qur'an tunaweka umma katika makundi qaumia. Hiyo wote ni utovu wa adabu na utovu wa heshima kwa Mwenyezi Mungu. Anataka Mwenyezi Mungu sabili, hataki subulun. Anawaambia fatafarraqa bikum an sabili, hizo njia nyingi zitawafarikisha an sabili, mbali na njia yake moja, nayo ni haki. Dhalikum wasakum bih, hayo Mwenyezi Mungu anawahusia kwayo, hayo Mwenyezi Mungu anawaamrisha kwayo, la'allakum tattaqun, ili nyie muache mumche. La'allakum tattaqun, ili mumche. Na kumcha Mwenyezi Mungu ni namna gani? Kumwogopa Mwenyezi Mungu ni namna gani? Kumwogopa Mwenyezi Mungu ni kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Kumwogopa Mwenyezi Mungu ni kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Huko ndiko kumcha Mwenyezi Mungu. Kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo, umemwogopa Mwenyezi Mungu. Kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu, umemcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu njia moja, msema ufuate, ukafuata njia moja, umemcha Mwenyezi Mungu. Mzua sana njia nyingi usifuate, kujitenga mbali na njia mbili, na njia nyingi mbili tatu, umemcha Mwenyezi Mungu. Sawa? Ukiwa katika kundi katika Uislamu, unakuza tafarruq, unakuza qaumia, unakuza taifa. Ndio hatari iliyoko. Watafaraka bikum an sabili dhalikum wasakum, hayo Mwenyezi Mungu anawahusia, anawaamrisha kwayo, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha yeye Mwenyezi Mungu, mkarudi katika njia iliyokuwa haki, nayo ni njia hiyo moja sabili. Thumma ataina Musa alkitaba tamama, kisha tumempa Musa kitabu kwa ukamilifu, kwa utumilifu, kwa ukamilifu. Ala alladhi ahsana, ala alladhi ahsana, ala alladhi ahsana, jua yule mja aliyetenda mazuri. Kitabu hiyo ni mwongozo mzuri kwa yule mja aliyetenda mazuri. Kitabu tulipompa Musa ni Taurati. Hii ni kitabu kizuri, kwa ukamilifu tumeuteremsha kwa yule aliye nini, aliyetenda vitendo vizuri na akatengenea. Hiyo kitabu ni timamu kwa neema zetu, kitabu timamu kwa miongozo yetu, lakini ala man ahsana, sio kwa watu wote. Ala man ahsana, kwa yule atakayetenda vitendo vizuri, sio ala man asaa, si kwa mtu ambaye kafanya maovu na mabaya na machafu. Watafsira na hiyo kitabu ni ubainifu, inabainisha
likulli shay'in, inabainisha kila kitu kinachotakikana na hawa wana wa Israeli. Torati iliteremshwa kwa Musa, ni kitabu iliyokamilifu timamu, imo ndani yake ubainifu wa kila kinachohitajiwa na wana wa Israeli. Isitoshe, wahudan, na hiyo kitabu ni mwongozo. Kitabu ni nini? Mwongozo. Ona Mwenyezi Mungu hakuleta dini pasina mwongozo. Ameleta dini na mwongozo wake ni huu kitabu. Mwongozo wake ni hii Taurati, mwongozo wake ni hii Zaburi, mwongozo wake ni hii Injili, mwongozo wake ni hii Qur'an, mwongozo wake ni hii Sufi Musa, na mwongozo wake ni hii Sufi Ibrahim na mengineyo. Sasa cha kumwongoza mwanadamu ni kile atakacho Mwenyezi Mungu. Cha kumwongoza mwanadamu ni kile atakacho Mwenyezi Mungu, sicho watakacho wanadamu. Sicho watakacho nini? Wanadamu. Wahudan, na hicho kitabu umeteremsha hali ya kuwa ni mwongozo. Wa rahmatan, na hicho kitabu tumeuteremsha hali ya kuwa ni nini? Ni rehema ya roho, rehema ya fikira na akili, na ni neema. La'allahum, ili watu walioteremshiwa biliqa'i rabbihim, kwa kukutana na Mola wao, yuminuna, waamini. Ili watu wale wanaoteremshia hiyo Qur'an wakiisoma, hiyo nini, Taurati wakiisoma, hicho kitabu kilichoteremshwa kwa Musa wakiisoma, watu wapate kuamini kuwa kuna kurejea kwa nani? Biliqa'i, kukutana na rabbihim, na Mola wao, yuminun, waamini. Na kule kurejea kwa Mwenyezi Mungu hapana shaka ndani yake. Kurejea kwa Mwenyezi Mungu hapana nini? Hapana shaka ndani yake. Wa anna al-mauta haq wa anna al-qabra haq wa anna al-hisaba haq wa anna su'ala haq wa anna al-jawaba haq wa anna al-munkara wa an-nakira haq wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun. Hayo yote ni kweli yako, hayo yote ni kweli yako, yatadhihirika siku hiyo, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqun la'allakum turhamun. Mwenyezi Mungu anasema wa hadha kitabu, na hiki ni kitabu. Kitabu gani? Hii Qur'ani. Kile tulichoteremshwa kwa Musa, Taurati. Sasa anasema Mwenyezi Mungu na hii Qur'ani hii. Sawa? Qur'ani gani? Hii iliyomo katika mikono yetu. Hiyo Qur'ani tuliyomo nayo katika nini? Mikono yetu. Wa hadha kitabu, na hiki kitabu, yani hii Qur'an, anzalna, tuliteremsha hiyo Qur'an hali ya kuwa mubarakun, imejaa ndani yake baraka. Mubarakun, imejaa ndani yake kheri. Mubarakun, imejaa ndani yake mazuri. Mubarakun, imejaa ndani yake manufaa.
mubarakun, imejaa ndani yake miongozo yale ambayo yamo ndani yake ufanisi wa mwanadamu katika uhai wake. Mubarak tumejalia ilikuwa ipo katika nini? Katika Qur'an. Sasa ndio umeona hao walioteremshiwa Qur'an wamekuwa maadui wa nafsi zao kwa kutoweka maamrisho ya kukutana Qur'an katika vitendo. Wamekuwa maadui wa maisha yao kwa kutoweka Qur'an katika mazingira yao. Wamekuwa maadui wa hii kitabu Allah kwa kutoweka hiyo Qur'an katika uhai wao. Wametushika watu wa Islamu kwa mimi nimeamini, nimezaliwa Islamu, naamini Mwenyezi Mungu yuko, naamini Qur'an ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, basi kimekosekana nini? Taharuk, movement Suleiman. Mikosekana nini? Taharuk, kazi, amali. Walikuwa Qur'ani hiyo kwa imani. Fanyeni nayo kazi. Fasara Allah wa amanakum. Ataona Mwenyezi Mungu kazi zenu mlizofanya kwa mujibu wa kuifuata Qur'an. Ataona Mwenyezi Mungu kazi zenu mlizofanya kwa mujibu wa kuifuata nini? Hii Qur'an. وهذا كتاب نهيك كتاب يعني القرآن أنزلناك اللي يترمشا مبارك. هل يكون الكتاب اللي ينا بركة خير نيكي نعمة نيكي جيمو دنيا ona tena ile tamko amelirejeza Mwenyezi Mungu. Tamko gani? Fattabi'uhu. Fuateni nini? Hiyo Qur'an. Fattabi'uhu, fuateni hiyo Qur'an. Fattabi'uhu, fuateni hiyo Qur'an. Mtakaa mtasema sasa sisi tuna haja ya kuwa na pati. Mtaform pati. Form party itafomiwa pati pasina kuwa katika msingi ya Qur'an. Mtatengeza constitution ya pati. Constitution ya pati itakuwa yamepinga Qur'an. Mtasimamisha pati ile hali ya kuwa pati ghairu mubini, si wazi. Ilikuwa hayo yote yanahitaji nini? Qur'an. Imam Qur'an ndio nini? Qur'an ndio imam. Chairman awa ana control pati. Mwenyezi Mungu kasema ana control pati kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kasema. Kwa mujibu wa sura ya Iqra kasema hivi Mwenyezi Mungu, kwa mujibu wa sura ya Al-Hakum kasema hivi Mwenyezi Mungu. Hapa hakuna atakayekataa amri hii ila muasi. Kuna atakayekataa ila nani? Muasi. Ila muasi. Kama vile mnaona kila muasi ndio amekataa dini sala. Kila muasi amenini? Amekataa sala. Sala imekataliwa, haikukataliwa? Imekataliwa. Zaka imekataliwa. Nini? Hija imekataliwa. Ramadhani imekataliwa. Basi napa hivyo. Ilikuwa fattabi'uhu, tuwe wenye kufuata Qur'ani, lakini sio Qur'ani ndio itufanye tufuate.
Sasa ukiona kikibira, unaona Qur'an inaopata Waislamu nyuma. Kikibira utaona Qur'an ndio inafuata Waislamu nyuma. Kwa kuwa Waislamu hawaelewi, akili zao ndio wapeleka. Waislamu hao wajanja, ujanja wao ndio huendesha. Waislamu hao wana akili, akili zao ndio zinapeleka. Waislamu hao wana nguvu, nguvu zao ndio zinapeleka. Waislamu hao wana mali, mali zao ndio zinaoendesha. Lakini sio nini? Sio Qur'an. Ilivyokuwa ndio wameendeshwa na hayo, ikapatikana nini? Njia nyingi za kufanya. Ikawa njia nyingi za kufikira, sio njia nyingi za kikitabu, njia nyingi za kimawazo, sio njia nyingi za kikitabu, njia nyingi za kiakili, sio nyingi za kikitabu, njia nyingi za kidhana, sio nyingi za kikitabu. Anatupenda Mwenyezi Mungu, anaturejeza, anatoa kule tuliko, anakwambia rutini. Haina tadhabu, wapo kule mnakokwenda siko. Fatabi'u hadha kitabun, hii ni Qur'an, anzalnahu, tuliuteremsha hiyo Qur'an, mubarakun, yenye kheri nyingi, yenye baraka nyingi. Fatabi'uhu, muifuate hiyo Qur'an. Kheri yenu imo katika kuifuata Qur'an, wema wenu umo katika kuifuata hiyo Qur'an, uzuri wenu umo katika kuifuata huo Qur'an, ukweli wenu umo katika kuifuata hiyo Qur'an, na udanganyifu wenu umo katika hali ya kutoifuata dini. Ndio mtu Muislamu sasa anaonekana mdanganyifu kabisa pindi alipokataa kuifuata dini Qur'an. Hata hawa watu wa Western wakiona namna hiyo wanafurahia sana, kwa hao wako nje, out of bad, wako nje na hududullah, wako nje na maharimullah. Basi fatabi'u, muifuate hiyo Qur'an. Wattaqu, tena kufuata peke yake haitoshi, sasa muwe nini? Wattaqu, muwe ni wachaji Mungu. Wattaqu, muifuate nini? Amri ya Mwenyezi Mungu, kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na kujitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Wattaqu, mcheni Mwenyezi Mungu, la'allakum turhamun, ili mpate kunini? Kurehemewa. Sasa tukitaka kurehemewa tufuate nini? Kanazo ramona kirahamina kinafuata Mungu. Tufuate chiameni, tufuate sekretini, tufuate makundi yetu. Tukitaka kurehemewa, hebu ona Qur'ani imekuambia nini? Ona aina Rabbana kila minita tunao, Rabbana kila nini tunao, Rabbana kila mu. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. La'allakum turhamun, la'allakum turhamun. Kana Rabbana kila minita kana sunu nataba Qur'an, nataburan Qur'an azina sunu, Qur'an azina jurina masunu, Qur'an azina kelam sunu, Qur'an azina sunu. Ya neema tunakuna la'allakum tattaqun, ili la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa, mshikamane ni nini? Na Qur'an. Sasa uhai wa watu wa Islamu umo na Qur'an. Maisha ya watu wa Islam ni Qur'an. Uhai wa watu wa Islam ni hii hayatun diniyatun islamiyatun qur'aniyya. Pasina haya mambo yatakuwa mambo pungwani Selemani. Mambo yatakuwa mambo pungwani, ndivyo kama hivyo uonavyo. Ndio kama hivyo uonavyo.
an taqulu innama unzila alkitabu ala taifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Tumeteremsha hiyo Qur'ani an taqulu, ili msije mkasema. Nenezi Qur'ani basakete kumaja kende. Nenezi Qur'ani sidukaso matako. Nenezi Qur'ani sidu agiri takum. Nenezi Qur'ani sidu mujadala takum. Nenezi Qur'ani tasidu ubisi takum. Salman, asema Mwenyezi Mungu, huu Qur'an tuliteremsha ya kuziba majadiliano yenu, ya kuzuia ubishi wenu, ya kuzuia hoja zenu. Antakulu, tumeteremsha Qur'ani ili msije mkasema. Sawa Salman? Antakulu maana yake nini? Ili msije mkasema. Ewa. Yani by the future time usije ukasema au msije mkasema inama hakasijambo jingineno unzila alkitabu, iliteremshwa kitabu. Taurati iliteremshwa ala taifatayn, kitabu iliteremshwa kwa mataifa mawili. Waliokuwa wapi? Min qablina, walio kabla yetu. Sisi ndio Waislamu. Waliokuwa kabla yetu taifa mawili, Nasara na Yahudi. Sasa msije mkataa hao wazungu na hao manasara Mayahudi wamekuwa very advanced, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwateremshia nini? Mwasema hayo sasa, hamsemi. Selemane, mwasema au hamsemi? Anasemwa. Sasa Mwenyezi Mungu anasema. Tena Mwenyezi Mungu alimu bwana, mjuzi, anajua kwa yale wanayozingatia, kwa wanayofikiria, kwa wanayowaza kwa wanadamu. Ndio akasema nimeleta hiyo kitabu nikinga kwa yale mtakayokuja kusema. Imesemwa hajasemwa? Imesemwa. Antakulu, msije mkasema inama kasijambo jinginelo unzila alkitabu, iliteremshwa Taurati na Injili na nini ala taifatayn, kwa mataifa mawili min kabla, na waliokuwa kabla yetu. Ndio kwa sababu wamekuwa wajanja kuliko sisi, kwa sababu wamekuwa matajiri kuliko sisi, kwa sababu wamekuwa wenye akili kuliko sisi. Kwa kukatiza fikira kama hiyo ndio nayo Qur'ani imeletwa. Asalamu walikuna na ijapokuwa sisi tulikuwa andirasatihim, katika masomo yao wanayosoma hayo makitabu au Mayahudi, masomo kwa lugha nyingine isiyokuwa lugha ya Kiarabu, masomo katika lugha nyingine isiyokuwa lugha tunayofahamu. Wa in kunna, ijapokuwa tulikuwa sisi andirasatihim, kwa hayo masomo yao wanayosoma vitabu vyao hivyo, na ghafilin, si wenye kughafilika nayo. Yani akijui lugha hiyo ya Kiibrani, lugha ya Kiyahudi na hii Nasara, alikuwa na walikuwa wakisoma hiyo kitabu kwa ile lugha. Basi kwa sababu yukutaka Mwenyezi Mungu yaje asemwe hayo, sawa? Wasije wasema kusema tulikuwa tumeghafilika, kitabu ile iliandikwa kwa ile lugha na alikuwa sisi hatujui, wasomi wamekuwa hawa kwa sababu watu wanakuta. Ndio Mwenyezi Mungu akaleta Qur'an. Sasa Qur'an na Taurat, Qur'an na Zaburi, Qur'an na Injili. Hapo mtasema uzembe, ukisema wametushinda uzembe. Au taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum. Bwana Mwenyezi Mungu anasema nini? Au taqulu, au msije mkasema, lau anna, lau hakika bila shaka siye, unzila alaina alkitab, lau ingeliteremshwa kwetu sisi kitabu, sisi Waislamu tukalivyo kitabu, lakunna ahda,
tungelikuwa wenye kuongoka sana minhum, kuliko hao Mayahudi na kuliko hao Manasara na kuliko hao mushrikini na kuliko hao watu wengine. Basi ikiwa mwongozo inapatikana katika katiba, kitabu ni hiyo. Selemani, nini? Ikiwa mwongozo unapatikana katika katiba, kitabu ndio hiyo. Kwa mwongozo unapatikana katika kitabu. Kitabu ndio hiyo. Taurati hiyo, Injili hiyo, Zaburi hiyo, Qurani hiyo. Hatari ya ulimwengu sasa. Wote hawa wote wamekitumia kitabu chake Mwenyezi Mungu. Selemani, wamefanyaje? Wamekimbia kitabu chake Mwenyezi Mungu. Wenye Taurati wamekimbia Taurati katika kuongoza watu. Wenye Injili wamekimbia Injili, hawataka kuongoza watu na Injili. Wenye Zaburi wamekimbia kuongoza watu na Zaburi. Wenye Qurani pia wamekimbia Qurani, hawataka kuongoza watu na nini? Na Qurani. Unashaka na hiyo maneno Selemani? Allah. Ndio hatari iliyo. Ndio nini? Ndio hatari iliyoko. Sasa au takunu au nimeuteremsha hiyo Qur'an ili msije mkasema lau anna unzila alaina alkitab, lau si tungeliteremshiwa kitabu na kunna ahada, tungelikuwa waongofu zaidi kushinda hao Wayahudi na Manasara na hao waliopewa kitabu, tungelikuwa waongofu. Ndio Mwenyezi Mungu sasa anasema nini? Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Faqad, qad harfu tahqiq. Faqad hakika wallah, faqad hakika wallahi. Nini? Jaakum, imekwisha kuja kwenu nyinyi wanadamu, hasa nyinyi watu wa Islamu. Jaakum, imekwisha kuja kwenu bayyinatun min rabbikum, bayyinatun min rabbikum, bayyinatun min rabbikum. Ya salam, imekwisha wajia nyinyi ubainifu wa Qur'ani iliyo wazi, min rabbikum, kutoka kwa Mola Muumba wenu. Haukutoka Vatican, haukutoka Washington, haukutoka Birmingham. Min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu Muumba. Sasa kwa sababu min rabbikum ndio hataki, unataka from New York, unataka from Vatican, from Yorkshire, ndio kutoka hapa, ndio kutoka upo hapa. Lakini anathibitisha Mwenyezi Mungu, yuasema nini? Kad, hakika bila shaka, jaakum, imewaikia, bayyinatun, ubainifu ulio wazi, hoja iliyo wazi, min rabbikum, iliyotoka kwa nani? Kwa Mola Muumba wenu, Rabb al-Khaliq, kwa Mola Muumba wenu. Tumekosa adabu sana. Mungu unatoka min rabbina, tumekosa adabu sana. Mungu unatoka min rabbina, tumekataa. Bayina, ubainifu. Bayina, mwongozo ulio wazi. Bayina ni Qur'an. Bayina ni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye bainifu anakuja kubainisha mambo. Hizo zote kuna moja inayopingwa kuwa haikuja Selemani.
Muhammad hakuja? Alikuja. Sallallahu alaihi wasallam. Qur'an haikuja? Ilikuja. Mwongozo haukuja? Umekuja. Umekuja. Isipokuwa neno kataliwa linakataliwa inadi. Neno kataliwa linakataliwa inadi. Inadi maana tumekataa ili hali unajua hivi. Ni kukataa hata kwa unajua ni haki. Bayyinatu min rabbikum faqad ja'akum, akabila shaka imewajia nyinyi bayyinatu min rabbikum, ubainifu wa mambo yaliyo wazi kutoka kwa Mola wenu. Amekuja kwenu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhai, amekuja Rasul na Qur'an min Allah, amekuja na mwongozo katika Qur'an min Allah min rabbikum, na Rasul na mwongozo uliokuwa kamili, ambayo hapana ndani yake doa, hapana ndani yake aibu. Amekuja naye Rasul sallallahu alaihi wasallam kwa dunia wa rahma, na amekuja vile vile na Rasul sallallahu alaihi wasallam na yani neema zake Mwenyezi Mungu kuja naye kwa nyinyi. Na ndio kila mmoja ashukuru alhamdulillah ala ni'matil Islam. Kila mmoja afanyeje? Ashukuru alhamdulillah ala ni'matil Islam. Kila mmoja ashukuru alhamdulillah ala ni'matil Islam. Na ndio naomba katika neema ya Islam, katika baki ya umri hii tulionayo, Ramadhani hii inakuja au kabla ya Ramadhani, kila mmoja aite hii umma hapa aseme tunao muda ya dakika 5 maneno ya kweli katika umri wake, aseme na umma hii maneno ya dakika 5 katika umri wake. Au hapana wazikuite hiyo umma katika sala, baada ya salati, kila sala 5 hizo asimame mmoja aite hii umma katika jambo la haki. Nikatana tu haki kama namna gani ya jamaa? Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, ubainifu umekuja kutoka kwenu kutoka kwa Mola wenu. Halipo linginelo la kufanya ili tufuate ubainifu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtakuwa mshatekeleza tukia mimi kama hiyo maneno sasa unafikiri ni hizi mingapi? Au ndio leo unasikia hiyo maneno? Mimi na mjukuu kanaambia kufuata sasa shaka au nani na mjukuu kanaambia hiyo milani kila man azif halqa fi jalsa kile kusulo kalamta haki wajib kila umma ndio kile na umma ni haki, wajib kila umma وكلام الأمة دي حق. كلام ديك كمسة بس كلام ديك كمسة فقال هكذا بلا شك جاءكم imewajieni bainatu ubainifu ya mambo, kila mambo wazi wazi, halal mnaujua, haramu mnaujua, khair mnajua, shari mnajua. Sasa tuachane na haramu tushike halal, tuachane na shari tushikamane na halal. Mroho tena hayo imetoka kutoka kwa Mola Muumba wenu, wahuda na mwongozo. Tunataka mwongozo wa kutuongoza katika maisha, mwongozo wa kutuongoza katika maisha. Kwa nini Mwenyezi Mungu katuumba ovyo ovyo? Wanatamu hao wenye motokana lete sipia wipi? Nyinyi hebu oneni mguu ile na ingine iko kwa nyuma ya kitu gani? Ana akili huyo, hana akili? Wewe ni sajili wala wewe ni sajili?
hii moja kitoka kazi nyingine niko. Ala, hii ni nani? Ndio ndio hiyo. Mwongozo wa rahma na rehema ni neema. Na ni neema hizo tulizomo ndani yake, tushirikiane neema ya wote. Ipatikane ushirika wa neema. Ushirika wa neema gani? Neema tulisi. Alhamdulillah ala neema tulisina. Ndio tunasema nini? Alhamdulillah ala neema tulisina. Afaa kusifiwa Mwenyezi Mungu juu ya neema ya Uislamu. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. Tazama Mwenyezi Mungu anasema faman ni nani? Adlam, mdhalimu mkubwa. Nani mdhalimu mkubwa? Mimman, kuliko huyo mtu ambaye kadhaba bi ayati Allah. Anasema Qur'ani ni urongo. Nani mdhalimu mkubwa kuliko huyo aliyesema Qur'ani ni urongo? Nani mkafiri mkubwa kuliko huyo aliyesema Qur'ani ni urongo? Maana yake nini? La ahada adlama mimman kadhaba bi ayati. Hapana mkafiri mkubwa kama huyo aliyesema Qur'ani Mwenyezi Mungu. Kama huyo aliyesema Qur'ani Mwenyezi Mungu nini? Ni urongo. Hapana mkafiri mkubwa kushinda huyo. Hapana mkafiri mkubwa. Faman ni nani? Adlam, mdhalimu mkubwa au mkafiri mkubwa. Sisi tunasema ay man akfara mimman kadhaba bil Qur'an wa lam yu'min bih. Nani mkafiri mkubwa kuliko yule aliyepinga Qur'ani na haamini na Qur'ani? Hakuna mkafiri mkubwa kushinda huyo. Hakuna mkafiri mkubwa kumshinda huyo. Wewe ambao umeleta hiyo Qur'ani katika kupinga Qur'ani huko, katika kukadhibisha Qur'ani wewe huko wapi? Jibu sita fi dunia itamaki, jibu sita fi akhera itamaki. Baba, unatafuta duniani huko, unatafuta akhera huko, uko wapi? Hapa ndipo kwenye maneno. Hapana mdhalimu mkubwa mimman kuliko yule mtu ambaye kadhaba bi ayati Allah, alokadhibisha hiyo Qur'ani ya Mwenyezi Mungu na haamini nayo. Tena isitoshe kadhaba bi ayati Allah wasadafa anha na ameugeuzia mgongo Qur'ani. Yani Qur'ani iko wapi? Nyuma yake ndio imamu ya Qur'ani, Qur'ani ni maamuma yake. Wasadafa anha. Huyu ndio atendana. Ndio sasa tunaona sisi wandugu yote ni dhali. Tunaendesha nini? Qur'ani ndio kuandika. Qur'ani sio Qur'ani. Qur'ani iko nyuma yetu. Mkubali mtu, mpende msipende, ndipo tunafanya. Hapana mdhalimu kama ile vitu. Ndio wandugu wetu hao wanasema nini? Sasa ni Qur'ani tako. Kile Qur'ani tako ndio. Ndio sema Qur'ani tena ndio. Nataka ile kwenye CD tena. Naam. Sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina. Mwenyezi Mungu anasema hapana mdhalimu mkubwa kama huyo anakadhibisha ayati za Qur'an na ameogozia mgongo. Kisha anasema sanajzi, tutalipa alladhina, wale watu ambao yasdifuna, wanao jira mgongo kwa Qur'an, wanao jitenga mbali na Qur'an, wanao
jibainisha mbali ya Qur'an, tutawalipa hawa watu. Sanajzi, tutalipa alladhina, watu ambao yasdifuna, wanaogeza mgongo, wanajitenga mbali na Qur'ani, wanajiweka mbali na Qur'an, an ayati, na kutoa na hizo ayati zetu, tutawalipa. Tutawalipa nini? Pesa. Selemani? Naam. Tutalipa bahasha, tutawapa? La. Sasa Mungu anasema, sanajzi, tutawalipa hawa watu waliobadilisha, waliogeuzia mgongo ayati na ayati ya Qur'an, su'al adhabi. Su'al adhabi. Adhabu gani? Adhabu mbaya. Walipa nini? Adhabu mbaya tu. Walipa su'al adhabi. Ukigeuza kwa migongo, ukitoa na hiyo Qur'an, walipa adhabu mbaya. Bima kanu yasdifun, kwa yale waliokuwa wakijitenga nayo, kwa sababu ya yale waliokuwa wakijitenga nayo, kwa sababu ya yale waliokuwa wakijibainisha nayo, kwa sababu ya yale waliokuwa wakiugeuzia mgongo kwayo. Sababu tu ukingeuka amri ya Qur'an, kugeuzia Qur'an migongo, su'al adhab. Adhabu nini? Adhabu mbaya. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. هل ينظرون؟ hawa watu hawaji kitu, wacha wastarehe tu subira hii. Hal yandurun, hawaongoji kitu illa an ta'tiyahumul malaika, ile wanaongoja tu malaika iwaijie. Malaika gani yule ambaye itawajia? Malaika Israeli. Kale ni kuna kunguru za malaika tubukumu. Geri kumtu istena tubu. Nigeri tena tubu. Mutu. Fa ma khair ma Qur'an ma din ma Islam ma faja ila fadu kuma malaika. Selemani. Ma hali yanuruna haongoja wasione hivyo, wamegeuka, wamekengeuka, wamegeuzia Qur'an, hawana wanachokiongoza ila isipokuwa antati ya malaika ya kifo iwachukue roho. Wanakaa wangoja malaika ya kifo ije iwachukue roho. Wasalia na kitu gani? Wasalia na busuma. Unajua kinaitwa busuma? Wasalia wanakuja busuma, aliza alot na pot. Alot ni majani ya pot, ni majani ya laini. Wanasalia nayo. Basi mwenye kubakia na busuma. Haya, kuna kina anachokuja na ikitoro afdal. Ana ngoja roho. Ibada yake subuhi na unga ndio ibada yake. Hali ya nduru hawaongoji kitu. Baada ya malaika roho wachukue roho au ya Rabb au wana Mola wako au wanaoja amri ya Rabb au wanaoja amri Mola ya baadhi ya Rabb au wanaoja iwafikie wao baadhi ya